Naitwa Angelista Sabini Shayo. Mimi ni mkazi wa Arabika kwa miaka 21 sasa. La changamoto la mdomo, nashindwa hata kula wakati mwingine. Mdomo ulikuwa unawashawasha tu, nikawa na paka mafuta. Nachukua mafuta na paka. Mtoto wangu mmoja ambaye ni marehemu sasa akaniambiaje, "Mama, haya mafuta utapaka mpaka lini? Nenda hospitali." Kaambia sina hela mwanangu, nitafanyaje? Akaniambia nenda KCMC. Nikaenda KCMC, wakaniambia nikate bima. Bima sina uwezo wa kukata bima. Sasa wamama wanaonionea huruma wananiambia chukua jani hili, twanga, paka na paka. Mwingine ananiambia chukua mende, waweke kwa juani wakauke. Kwa hiyo nilikuwa na kabatini, nilikuwa naingia kwa kila siku nachukua, watoto wanashangaa nini. Nawaanika, naweka jikoni na saga. Ule unga nilikuwa naweka hapa. Unakauka siku 2, siku ya 3 unarudi pale pale. Kwa hiyo kwa kweli mdomo unanitesa zaidi ya miaka 8 sasa. Naenda mwaka wa 9 sasa. Kana na kwamba naenda mwaka wa 9, bado naendelea kupata shida. Lakini nilipotokea Nyawa Samaria mkajaribu kuniuliza tatizo ni nini? Kama tatizo mimi silijui kwa sababu palitokea tu kama mwasho fulani. Yaani sasa miaka inavyozidi kwenda, huu mdomo umesababisha mpaka naumwa kichwa kisichotulia. Nikilala usiku kuanzia saa 9 mpaka asubuhi silali. Naamka tu nakaa naumwa, kichwa kinaniuma sana. Nikienda kwa daktari ananiambia ni mishipa hapa labda ina kwenye ubongo ndio inakuletea matatizo zaidi, lakini juzi nikaenda KCMC akaniambia tatizo ni kwamba tafuta bima uchekiwe vizuri. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mwanangu, mimi mdomo huu unanitesa sana kwa kipindi kirefu. Tangu 2019 mpaka leo miaka 8. Isitoshe miguu hii inavimba, wakati mwingine anashindwa kutoka hata huko kitandani. Wajukuu nasema mbona bibi leo haamki? Wanakuja na buruzana na mimi huko nje. Nakaa huko nje nafanya mazoezi, natembea. Na nikuta tena niko huko nje natembea. Au wakati mwingine naenda hospitali hizi za kawaida, kwa mfano Mawenzi, St. Joseph. Nimeenda bila dawa kule upewi dawa, bila hela upewi dawa. Kwa hiyo mimi naenda hizo hospitali, kwa mfano Majengo hospitali. Na hata wananipa dawa za kutuliza tu. Nikishapata kinafuu na nikuta nipo. Namwambia Mungu asante, nimeamka tena. Lakini kwa kweli nina changamoto. Nikiangalia wajukuu nataka kulia. Changamoto kubwa ni maradhi yamenifanya nikashindwa kwenda kutafuta. Mimi nilikuwa mtafutaji sana. Lakini imetokea hiyo, basi siwezi kumwambia Mungu kwa nini nimefanya hivyo. Tanzania wote mnaonisikia nikiongea hapa, naombeni msaada wenu. Naombeni msaada wenu ili niweze kuendelea kuangalia wajukuu zangu na mimi mwenyewe niendelee kuishi. Hakuna mtu anayependa kufa. Kufa ni bahati mbaya au kufa ni wajibu. Lakini unapoona hiki kitu kinaua, huwezi kukitumia. Kwa mfano madawa ya kienyeji nimeshatumia mengi. Si ajabu hata figo zimeharibika sasa. Lakini Mungu alivyo mwema. Mimi nafikiri nyie mliokuja waandishi wa habari, Mungu azidi kuwabariki, wanajamii, Watanzania wote, taasisi zote wanisaidie. Nilikuwa nikitumia, nikimaliza kama wiki, kidonda kinazidi kufurukuta. Damu zinamwagika, usaha unatoka, nikaona sasa najiua. Pakaja mama mmoja hapa ambaye ni mlokola akaniambia usitumie tena hiki kabisa, acha. Nafutu uende hospitali. Kwa hiyo nilikuwa naenda hospitali nachukua mwingine akaniambia nitumie dawa ya macho. Dawa ya macho naenda nanunua na kuja napaka. Nikipona leo kesho inarudi. Nikaona hiki kitu sio cha kawaida. Lakini kwa vile sina uwezo, nimeshindwa kumudu maisha, nimeshindwa kumudu changamoto nilionayo. Usiku nikiamka nakuta mdomo umefunga kabisa hivi. Nikishatoa ni damu zinamwagika tu na usaha. Natetemeka, alafu unaniuma, unachoma kama sindano. Yaani ni machozi mpaka panakucha. Mzima umeukuta hivi, nimepaka dawa ya macho.